Mpendwa msikilizaji wa kipindi cha kupendwa cha Kesha la Asubuhi, Baba yetu anajali. Baki nasi, fungua moyo wako. Usisahau kusubscribe na kusambaza kwa wengine. Mungu akubariki. Nena rohoni Yesu, nena kwa upole, sema kwangu kwa pendo, huachwi upweke. Fungua moyo wangu, nisikie mara, jaza roho na sifa, sifa zako Bwana. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Karibu katika Kesha la Asubuhi la Aprili 17, somo lisemalo kwa macho ya imani. Hebu na tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa siku nyingine uliyotupatia. Asante kwa kutuamsha salama. Tunapoenda kutafakari maneno yako, tunaomba uwe pamoja nasi. Tunaomba yote kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo, amina. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Waefeso 1:18. Sifa ya juu kabisa ya akili haiwezi kuchukua nafasi ya usahili wa ukweli, wa uchaji Mungu wa kweli. Biblia inaweza kusomwa kama vile tu tawi la sayansi ya binadamu linavyoweza kuwa, lakini uzuri wake, ushahidi wa nguvu yake ya kuiokoa roho inayoamini, ni somo ambalo alichunguzwi kwa namna hiyo. Ikiwa utendaji wa neno hauonekani maishani, basi upanga wa roho bado haujaujeruhi moyo wa asili. Unakuwa umefunikwa katika ubunifu tu wa kishairi. Hisia za mhemko zimefunika kiasi kwamba moyo haujahisi vya kutosha ubora wa makali yake. Kutoboa na kukatilia mbali madhabahu ya dhambi ambapo nafsi inaabudiwa. Macho ya mioyo lazima yaangaziwe, ndipo moyo na akili zitaletwa kufikia mapatano na Mungu ambaye ni ukweli. Yeye amtazamaye Yesu kwa jicho la imani haoni utukufu ndani yake mwenyewe, kwa kuwa utukufu wa mkombozi unaakisiwa akilini na moyoni. Upatanisho uliopatikana kwa damu yake unatambuliwa na kuondolewa kwa dhambi, huhamasisha moyo kutoa shukrani. Akiwa amehesabiwa haki na Yesu, mpokeaji wa ukweli anabidishwa kujisalimisha kabisa kwa Mungu na anawekwa katika shule ya Kristo, ili kwamba amjifunze Yesu ambaye ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Maarifa ya upendo wa Mungu yanaenezwa kila mahali moyoni mwake. Anatamka, lo, upendo wa ajabu, wema wa ajabu. Akizing'ang'ania ahadi kuu kwa imani, anakuwa mshirika wa asili ya Mungu. Moyo wake unapokuwa umeondolewa ubinafsi, maji ya uzima hutiririka ndani yake. Kisha utukufu wa Bwana unaangaza toka kwake. Mwanadamu anapodumu kumtazama Yesu, anabadilishwa na kufanana na Mungu. Kristo anawatazama watu wake katika usafi na ukamilifu wao kuwa zawadi ya mateso yake, fedheha yake na upendo wake na nyongeza ya utukufu wake. Yesu kitovu kikuu, ambamo ndani yake hutoka mnururisho wa utukufu wote. Na huu ndio mwisho wa somo lisemalo kwa macho ya imani. Hebu na tuombe. Asante Baba wa mbinguni kwa somo zuri utupatia.
Tunaomba tulifanyie kazi katika maisha yetu. Tunaomba yote kwa jina mwanao mpendwa Yesu Kristo, amina. Nena kama zamani ulipoitoa sheria takatifu, niweke pia nipate kutukuza wewe Mungu wangu, mapenzi yako tena daima kusifu. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene Vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi